Very painful. Very, very painful. Very, very painful. Lakini hamjapoteza mchezo mpaka leo mnaandika. Exactly, lakini very, very painful. Leo tulikuwa tumejiandaa na vitu vingi kweli kweli. Tulikuwa tumejiandaa kukabidhiwa mwali wetu hii leo. Tulikuwa tumejiandaa kutawazwa. Unajua kutawazwa? Kusimikwa. Ni Kiswahili cha kutawazwa. Sasa Kiswahili cha ovyo. Kutawazwa ina maana mbili. Kutawazwa. Tulikuwa tumejiandaa kutawazwa ama kutangazwa. Ama kuvalishwa taji rasmi. Kusimikwa ama kutwaa. Yote hiyo ni Kiswahili fasaha. Sisi watu HKL tuna uwezo wa kujidaidai kwenye maneno kadha wa Kiswahili. Yaani unakuwa na maana moja lakini una maneno mengi. HKL sisi tulikuja hii leo kwa ajili ya kupambana na kukabidhiwa rasmi ubingwa wetu. Nafikiri kwa namna moja ama nyingine hata wachezaji walibeba hiyo pressure kwamba leo tunakwenda kukabidhiwa ubingwa wetu. Walisahau ya kwamba ili tupewe ubingwa ama tukabidhiwe ubingwa ni lazima tushinde. Kwa hiyo wakawa wanacheza wakiamini ya kwamba sisi tayari ni machampion, na hiyo ni hulka ya kawaida ya binadamu. Moyo huo unatuama baada ya kuona umekaribia kufikisha malengo yako. Yote kwa yote imetumiza kwa kiasi fulani kushindwa kupata ubingwa hii leo, na sare ambayo tumeipata imetucheleweshea malengo yetu ya kuchukua ubingwa kabla ya mechi 3 za ligi kuu soka ya wanawake. Tunawapongeza timu ya Tausi kwa mchezo mzuri ambao wametuonesha, na mimi nikiri ya kwamba katika ligi kuu soka ya wanawake miongoni mwa timu bora zilizopo ni timu ya Tausi. Namna ambavyo wanavyocheza, yani wanacheza ile pure football modern, yani mpira wa kisasa wa kitaalamu kabisa. Ni timu ya kiprojekti, yani timu ambayo unaona imeandaliwa, wachezaji waliokuwa nao, ubora waliokuwa nao, ufundi waliokuwa nao. We just imagine moja Simba Queens tunakuja kutafuta goli, lakini bado kipa anachukua mpira anaanza kwenye 6 na mpinzani wake. Ingekuwa ni timu ya kawaida ingeingiwa na pressure hiyo, ingechukua mpira na kubutua kupiga mbele, lakini wao wanatuliza boli chini, wanacheza. Hiyo dhahiri shahiri ikuonesha kwamba tulikutana na mpinzani bora na mpinzani mgumu kiasi gani. Yote kwa yote tunawapongeza Tausi, hawajakubali kinyonge kutangaziwa ubingwa na Simba Queens. Wamepambana kwa uwezo waliopambana na wameambulia sare ambayo sisi kwetu sio sare nzuri kwa namna moja. Tumefanikiwa ku maintain unbeaten, lakini tumeshindwa kutawazwa rasmi kuwa mabingwa hii leo. Vita bado inaendelea, tunajiandaa na mchezo unaokuja kwenda kupambania ubingwa huu wa wanawake. Tumebakisha alama moja tu muwe mabingwa. Kwa hiyo hivi sasa mnatafuta alama moja. Kwa hiyo tuseme bado hamjakata tamaa. Kwanza ieleweke wazi. Sisi ni mabingwa msimu huu. Yaani hakuna timu yeyote ambaye inaweza ikaja kuyeyusha gap la pointi 10 lililopo. Na kwa sare tulioipata leo, manake gap ni pointi 8 linabaki. Kama wapinzani wetu watashinda mchezo wao wa 19 kila mmoja, kwa maana ya Yanga Princess pamoja na JKT. Lakini yote kwa yote sisi bado tunauona ubingwa msimu huu. Cha kufanya kwetu ni kushinda mchezo unaokuja dhidi ya Mashujaa, ambao huo ndio utakuwa ngumu zaidi. Kama unadhani mchezo wa Tausi ulikuwa mgumu, basi mchezo wa Mashujaa utakuwa mgumu zaidi. Lakini yote kwa yote, madhali sisi tunataka ubingwa, tunakwenda kujiandaa kulingana na mpinzani anavyokuja. Twende tukapate matokeo mazuri na tutimize malengo yetu.
Ligi kuu soka ya wanawake huku hatuna mpinzani mpaka sasa. Ukiangalia maendeleo ya timu yetu, ushindani ambao tumeuonesha, na leo chupu tu kuchukua ubingwa huku kwenye ligi soka ya wanawake, huku ni swala la muda tu. Yani alichokifanya Tausi leo ni kama kumficha mbuzi wa kuchinja siku ya Idi al-Adha. Nitamkosa siku ya kwanza, lakini siku ya pili nitampata. Nikimkosa siku ya pili, bado kuna siku ya tatu. Yaani kuchinjwa mbuzi kwenye sikukuu hii ni jambo ambalo haliepukiki. Ndivyo ilivyo ubingwa kwa upande wa wanawake, hauepukiki. Utachelewa tu kama hivi Tausi katuchelewesha, lakini kwa ubora tuliokuwa nao Simba Queens tunayo matumaini makubwa ya kupata ubingwa msimu huu. Kwa huku kwa wanawake, huku hakuna mjadala wala huku hakuna kugawana furaha. Huku tunachukua ubingwa wa wanawake, Mungu akipenda. Lakini kwa wanaume mtagawana furaha. Kwa wanaume msimamo ni ule ule. Mwana wachezaji kuna ambao wamesafiri. Mmewapa likizo wachezaji? Wachezaji wapo likizo. Swali la mwisho hili kwa upande wa senior, leo ni Simba Queens tu kwa sababu ya mdhamini huyo. Lazima wachezaji wako mapumziko hivi sasa, kutoka tarehe 24 tuliocheza mechi yetu dhidi ya Dodoma Jiji. Tutarejea tena uwanjani mazoezini tarehe 1 ya mwezi wa 6 na siku ya Jumatatu kuanza programu na maandalizi rasmi kuelekea katika mechi 7 ambazo zimesalia, na wachezaji wote ambao hawako kwenye majukumu ya timu za taifa wataingia kambini tarehe 1, na wale ambao wapo kwenye majukumu yao ya timu ya taifa wao watarejea baada ya kumaliza majukumu yao.